Tuzungumzie kidogo jana bwana, kulikuwa pia kuna mkutano wa mwisho wa mwaka Novemba 30. Mkutano ule bwana umeisha kwa mambo mengi sana. Wengi wakisema mwenyekiti ameghailisha mkutano ghafla, watu hawaelewi mkutano umeishaje. Kila mwana Simba alikuwa anazungumza na kwake. Nikasema Mwaipa sijasikia akizungumza chochote kuhusu hili. Kwa nini nyewe katika mikutano mara kadhaa mnakuwa lazima hivi Roma itokee? Na ndio maana nimekwambia vipi Wesia, swala lilikuwa la msingi kabisa kwamba kwa sababu sisi mkutano ni wa Simba. Mkutano ni wa Simba. Tulikuwa tuna nafasi kabisa kufanya mkutano hata leo. Kupisha kwa watu feature zao zote zikae katika mechi, akili zao zikae katika mechi, dua zao zote zikae katika mechi. Watu wameenda na mambo mengi. Ndio maana nimekupa mifano mingi tu bwana. Ukishaona kuna mkutano pale klabu ya Simba ipate matokeo, ndio asili ya klabu ya Simba. Sio mpaka hapo. Lilikuwa ni jambo la msingi tu kwamba kwa sababu mkutano inatakiwa utulivu. Umeelewa? Mkutano inatakiwa utulivu. Mkutano inatakiwa mjadala, yani mijadala mirefu zaidi. Kwa sababu unavyoitisha mkutano, wanachama na kusanyika pale, kuna mambo mengi zaidi ya kujadili kwa yani kwa muktadha wa nini? Wa klabu, umeelewa? Haitakiwi ujadili kwa dakika 15 dakika 20. Kama mwenyekiti anawahujumu. Mimi sizungumzia kama hujuma. Yani nimezungumzia vipi kwamba anawapelekesha na maanisha. Nisikilize, nakwambia sio mimi sizungumzia hujuma, nimezungumzia kwamba vipi Musia, mkutano unatakiwa sana ufanyike katika hali ya utulivu. Mkutano unahitaji ubebe zaidi ya masaa hata 12 kwa sababu mnatoka na kitu ambacho kizuri. Mkutano wa klabu kwa sababu Simba ni taasisi kubwa. Simba ni taasisi ambayo ukishaona timu iko namba 5 duniani, namba 5 Afrika, ni timu kubwa. Timu iko namba 5 Afrika, ni timu kubwa. Inatakiwa mambo yake yasiwe anafanya kurupu tu. Watu jana mlifanya mkutano kurupu. Watu wakae wajadiliane. Kwa sababu nilimsikia kuna mtu mmoja anazungumzia kwamba kama kuna yani serikali yenyewe hawajalazimisha kusema kwamba ati katiba Simba mwenyekiti au ndio yani mwenyekiti ndio au mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi. Nimemsikia kuna mdau mmoja alikuwa anatoka katika mkutano anasema kuna kauli kabisa imezungumzwa na naibu waziri. Labda zinyewe mtanihakikishia siri ilizungumza au hajazungumzwa. Kwamba kwa sababu kulikuwa kuna rumors zilikuwa zimetambaa sana katika mitandao ya kijamii kwamba kuna mabadiliko, serikali imetoa mapendekezo kwamba katiba ya klabu ya Simba mwenyekiti ndio awe mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi kabla kwenda kwenye mkutano. Lakini cha ajabu na jana tena kwamba mimi sina uhakika, ndio maana nasema vipi. Nimeangalia kwenye mitandao nimeona kuna mdau mmoja, hata ukiangalia clip hiyo utamkuta mdau mmoja anasema vipi kwamba naibu waziri amesema kwamba ili jambo ni la wana Simba wala serikali hajatoa mapendekezo hayo. Sasa labda wewe ulikuwa kwenye mkutano ndio utanahakikisha ilikuwa ni kweli. Nyie ngoja kwanza. Nyie wana Simba nyie wenyewe baada ya mkutano mwenyekiti kuondoka ambaye mlimchagua nyie wenyewe, mlianza pia kuzungumza. Wengine walisema sio mkutano halali. Watu kila mtu akazungumza la kwake. Ndio maana akauliza kwa upande wa mwenyekiti ni kama anawamudu anawaendesha anavyotaka, ni kweli? Kwanza mimi na udhaifu wa wanachama. Udhaifu wa wanachama. Muogopa mwenyekiti. Yaani udhaifu wa wanachama kushinda kutumia vifungu vyao vya katiba ambavyo vinawalinda. Ndio maana nimekuambia vipi? Sasa pale wewe ungekwepo ungefanyaje kana mwenyekiti kashaondoka, utauliza nini? Sio kama kuondoka, umeelewa? Jambo la kwanza wanachama ndio wenye timu. Umeelewa? Wanachama ndio wenye timu. Wanachama walikuwa na mamlaka hata kuahirisha mkutano kwa sababu ya kushirikia mechi ambayo ni muhimu zaidi kuliko hata mkutano. Mechi kwa sababu yote hii tunaunganishwa na timu. Umeelewa? Bila kuwepo timu wala singekuwepo mwenyekiti wa wa bodi ya kurugenzi wala singekuwepo mwenyekiti wa mwenyekiti wa timu. Unakuwa mwenyekiti wa timu kupitia wapi? Umeelewa mpaka hapo? Timu ili ifanye vizuri, wanachama, ndio maana nakwambia wanachama klabu ya Simba wenyewe ndio wana matatizo. Kwa sababu ya matatizo walikuwa na nafasi ya kusema bwana mwenyekiti, mkutano huu hatuwezi kwenda kufanya Jumapili, tuna shughuli kwanza, tunatui jikoni. Tumalize kwanza mechi yetu. Watu wana Simba wote waelekeze nguvu zao zote kwa kutumia kila kitu ambacho wanachokiweza. Tuangalie tupate matokeo ya timu kwanza. Unataka kuniambia mmefungwa kwa sababu ya mkutano mnaofanya? Nimekupa data, nimekwambia data. Watu uwezi Mwesia, kalamu 2 zimemshinda fisi. Wahenga wanasema kalamu 2 zimemshinda fisi. Umeelewa? Huku unataka na huku unataka.
tumepoteza kumoja na huko hakujakamilika. Na ndio maana watu wanalalamika. Na ndio maana mkwambia wanachama klabu ya Simba bado wana matatizo. Moja ya matatizo ilikuwa natakiwa vipi bwana mwenyekiti, mkutano huu hapa huu pamoja huko ndani ya katiba, lakini tunauahirisha mpaka Jumatatu. Wenyewe wanakuambia kikulacho kingoni mwako. Ni kweli kwamba viongozi wenu pia kuna mgawanyiko kati ya viongozi na inapelekea pia wanachama kuparanganya, hamuelewi mfanye nini? Kwanza kuna usaliti mkubwa sana katika klabu ya Simba. Usaliti wa namna gani? Usaliti mkubwa katika klabu ya Simba kwa sababu moja ya usaliti kwenye klabu ya Simba, vikao vya ndani vya bodi ya kurugenzi wa Simba, hata akijichimbia chumbani matokeo yake vinatoka nje. Nani anayotoa nje vikao hivyo? Nani anampa Alikamwe tetesi zote za Simba? Ndio maana kama naweza nikapasuka hapa ikawa shida zaidi, umeelewa? Lakini nachokuambia vipi, kuna usaliti ndani ya klabu ya Simba. Na hususan katika kitengo cha mtendaji mkuu wa klabu ya Simba. Kuna madhaifu hapo. Nafanya utafiti. Kuna siku kupitia maiki hii kwa CEO kuna udhaifu pale. Kuna mtu kama na moja ya udhaifu ninachokuambia, moja ya udhaifu niliona kuna clip ilikuwa inatambaa kipindi kile kati ya CEO alikuwa anajibishana na Alikamwe. Sasa mimi sijajua walikuwa wanajibishana na Alikamwe yani kulikuwa kuna jambo gani. Nikaanza kupata alamu ikaanza kugonga katika kengele yangu. Maana kwamba hapa kuna shida. Na ndio maana nimekuambia ndani ya klabu ya Simba bado kuna usaliti, na uungana mkono na Crescent Magoli. Crescent Magoli jasusi la kimataifa. Akisha kuambia kitu ujue tayari ana data, anajua. Crescent Magoli ndio aliyemchambua mpaka na Senzo. Aliona kuna usaliti unafanyika pale, umeelewa? Crescent Magoli ndio aliyemuondoa Senzo katika klabu ya Simba kwa sababu alikugundua kwamba kuna usaliti unafanyika. Na uungana mkono na Crescent Magoli kwamba ndani ya klabu ya Simba bado kuna usaliti. Tunaweza tukawa tunakwenda katika mechi, lakini huku nyuma kuna watu wanatoa siri. Na wataalamu wanasema hakuna taasisi ambayo inaweza ikafanikiwa ikiwa tu viongozi wanaparanganya. Na hilo lipo. Na ndio maana nimekuja kwamba mtatomboa hata msimu kupata kombe lolote kwa hali hii. Ile kitu kimoja, na ndio maana nimekuja kwanza nimeunga mkono kuhusia kwamba bado wanarejea kwamba mwenyekiti wa klabu ya Simba ndio awe mwenyekiti wa bodi. Kwangu mimi naunga mkono, lakini na sababu za msingi za kuunga mkono hoja hii hapa. Umeelewa? Tena sababu kubwa sana. Taasisi ya Simba tayari imeshapanda thamani. Sisi sio watu wa bilioni 100 kama ndugu zetu ambao wanajitaja. Taasisi ya Simba ina thamani kubwa zaidi kushinda hata bilioni 100. Umeelewa? Tunachohitaji kama kipengele hicho wanachama wakubaliane, wanachama na naomba tena rudi kwa wanachama. Kwa sababu wamefanyia samara lakini bado wanachama hawajakipitisha bado. Umeelewa mpaka hapa? Yaani imeletewa kama ni kitu ambacho ndio tutaenda kwenye mkutano wa uchaguzi na mambo mengine ya kupitisha vipengele hivyo. Wanachama chondo wanachama klabu ya Simba. Kwa kipengele hicho cha kusema mwenyekiti ndio awe mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, mimi nakiunga mkono moja kwa moja, lakini na sababu za msingi. Sio mwenyekiti from nowhere tukatoka hapa mwenyekiti hatujamjua katokea wapi, anakuja pale anachukua fomu, akaunti yake haijasoma, haina hela na nini, haina hela mfukoni, tukampa vyeo vikubwa. Ndio maana mpalaganyiko mpaka huu hapa, kwa sababu kamati ya utendaji hakuna watu wenye uwezo wa fedha. Kuna viongozi ni wachumia tumbo. Wapo wengi zaidi wachumia tumbo, Mesia. Simba kuna viongozi wachumia tumbo wako wengi zaidi, umeelewa? Kwa sababu ninachokuambia kitu kimoja, kwa kipengele hicho tunahitaji mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye anaenda kuwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi. Akaunti yake isome si chini ya bilioni 5 bilioni 6. Akaunti yake isome si chini ya bilioni 5 au bilioni 6. Na vile vile watu wa usalama watapitia kwenye akaunti yake kuangalia, je, hizi pesa hizi ni halali au sio za utakatishaji? Kama ilivyofanyika kwa Mohamed Dewji mpaka wakampa certificate ya kuwa dalili kuwa ni mwekezaji. Na kwa mwenyekiti, tunataka mwenyekiti wa klabu ya Simba atakaye kuwa mwenyekiti ambaye wa bodi ya kurugenzi, kwenye mfuko wake kuwe na hela zaidi ya yani bilioni 6 na bilioni 5 isiyopungua. Na hizo bilioni 5 tutaomba watu wa usalama taifa wakague kuona kama hizo hela hizo sio za utakatishaji wa pesa, hizo hela ni za halali. Ndio utapata clean ya timu ambayo tunajua kabisa mwenyekiti akiwa ana pesa, mwenyekiti ana pesa, mwekezaji ana pesa, watakuja wawekezaji wengine zaidi bila kuwa kwa sababu kuna watu nasema wanapiga hela za nje kuwaita wawekezaji fake. Tumalize na hili. Ni kweli sasa tuna conclude
kwamba uongozi mbaya uliopo Simba, mtafaruku ambao unatokea katika viongozi wenu ndio chanzo pia cha timu kutotengemana na kufanya vizuri? Mimi nachoulia kitu kimoja basi, udhaifu wa viongozi wa kamati ya utendaji ni kwamba kuto kuilinda timu na vile vile kuto kutumia matawi na vile vile, yani tunazungumza vitu kwa upana, kwa sababu hapa amekuja hapa ili mje kuchukua data. Mimi hapa niko kwenye klabu ya Simba pamoja na kuwa somo na chama, niko kwenye klabu ya Simba kwa muda mrefu zaidi, na kuna baadhi hata kazi ya klabu ya Simba nimezifanya. Unataka kujua kazi gani nisha kuifanya kazi gani? Kuna baadhi hata kazi ya Simba mimi nimeifanya. Kuna mwaka mmoja Hassan Dalali aliingia mkataba na TBL kipindi kile kwenda yani TBL kuja kudhamini klabu ya Simba kwa kupitia ile magari yao yale, si safari nini, tuko nao safari laga, si umeelewa? Tuko nao mabasi. Kipindi kile Hassan Dalali kuna watu waenda kumfanyia vurugu, akataka kujiuzuru, lakini mimi kwa sababu ni mtu wa kiintelijensia nilipata habari za ndani kabisa, nikazifikisha katika tawi la Chui. Tawi la Chui kuna mzee mmoja ametangulia mbele ya haki, marehemu mzee Mawamba, nikamfikishia ule ujumbe ule kwamba kuna tatizo kwenye klabu ya Simba liko hili na hili na hili. Aliitwa Hassan Dalali, akazungumza, akasema kweli ameandika barua kutaka kujiuzuru klabu ya Simba. Tawi la Chui tukamwambia Hassan Dalali, usijiuzuru kwa sababu wote yale umeshaingia mikataba na vyombo vya kiserikali, na vyombo vya kiserikali havifanyi kazi na kamati za muda. Uitisha mkutano, mrudishe na Kaduguda, twende kwenye klabu ya Simba, umeelewa? Kwa hiyo kuna kazi nilishafanyaga hapa, kazi hiyo hapo. Ni mshabiki. Ndio maana nakwambia tunataka kiongozi wa klabu ya Simba. Unajua baadhi ya viongozi wa kamati ya utendaji wa klabu ya Simba sio mashabiki wa Simba, ni wanachama wa Simba. Naomba nieleweni. Wanachama klabu ya Simba naomba mnieleweni. Mashabiki wa klabu ya Simba naomba mnieleweni. Viongozi wa klabu ya Simba naomba mnieleweni. Hatuwezi kuwa tunafanya vitu